wimbo wa Asha Mashauri. Huyo Asha Mashauri. Haya yamekuwa tamati, tumefikia miaka miwili kwa mchezo na wajua wamepata kushukuru wala sio kujutia. Wewe wanalia kitaa wanajutia ni kwa nini walikosa stage tuofikia. Wengine basi jiani yani hiyo suti hiyo imetoka Uturuki leo. Mkuu wa shule Mr. Kahema ameripoti lini shuleni?
Sekondari Sengerema. Leo tutakuwa na mahafali ya 27 ya kidato cha 6 mwaka 2016. Katika mahafali hii kuna maboresho, ni tofauti na mahafali nyingine ambazo zimepita, kwa maana ya kwamba shamla tu ya vijana ilivyo. Hii ni kwa sababu kwamba wamejiandaa vizuri katika mitihani yao, na hasa kwa mitihani ya ndani. Kwa hiyo nadhani inaweza ikawa ya tofauti kidogo na miaka mingine. Ndio maana unaweza kuona kuna shamla za pekee. Lakini pia mafanikio yapo makubwa tu, hasa kwa miaka miwili iliyopita, kwa kuanzia mwaka 2014 na leo 15 tunaingia 16. Maana ya kwamba 2014 ufaulu ulikuwa mzuri. Katika mwaka 2014 tulikuwa na division 1 14, tulikuwa na division 2 62, tulikuwa na division 3 200, division 4 zilikuwa 102 pamoja na division 0 5. Kwa ufupi tu naweza kujaribu kuangalia sasa kwa mwaka huu, kwa mwaka uliopita 2015, ukijaribu kulinganisha hapo unaweza kaona kwamba ufanikio alikuwa ya tofauti kidogo. Mwaka 2015 tulikuwa na distinction 39, merit 100, tukawa na credit 224, lakini pia division 4 zilikuwa 32 na division 0 zilikuwa 2. Kwa hiyo unaweza kaona kulinganisha hapo, kwa maana ya kwamba mwaka 2014 tulikuwa na 05, 2015 tulikuwa na 0 division 02. Na mwaka huu hao vijana tumewaandaa vizuri sana, na tunategemea watafanya vizuri zaidi ya hao waliopita. Kwa kupitia mitihani ya ndani tumeona maendeleo yamekuwa mazuri, kwa sababu tumekuwa na mitihani ya kila mwezi. Lakini pia mitihani ya mock kanda ya Ziwa, kwa mfano kwa mock, pamoja na kwamba walikuwa hawajakava baadhi ya topics zingine, kwa mock hii kwa mtihani wa mock wamepata division 1 21, division 2 zilikuwa 100, division 3 279, pamoja na division 4 zilikuwa 30 na 0 10. Lakini mkakati hasa wetu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa zile division 0 kutoka 0 10 ambazo tumeziona katika mtihani wa mock, lakini tunalenga kwamba zitoke hizo, tusiwe na division 0 kabisa. Ndio mkakati wa shule, na ndio maana unaweza kaona hizi, pamoja na kwamba zimejitokeza hizi katika mtihani wa mock, lakini tuna imani kwamba kipindi kuelekea mtihani wa taifa tumeshawaandaa vizuri watoto. Tuna imani kwamba watafanya vizuri, na division 0 inawezekana ndio lengo letu kuziondoa kabisa. Changamoto zipo, pamoja na kwamba kuna mafanikio kwa miaka hiyo miwili iliyopita na huu mwaka wa 3 kwa vijana hao wanaomaliza mwaka 2016. Changamoto zipo hasa katika walimu wa science. Walimu wa science ni pungufu kwa kweli, lakini tushukuru tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejitahidi kupitia Wizara ya TAMISEMI kuleta walimu, na hatimaye walipokuwa wakifika, basi ndani ya mkurugenzi wa halmashauri amekuwa akiwagawa, na kwa kweli amejitahidi. Ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita, tangu mwaka 2019 pale ilikuwa shida kubwa. Kwa sasa kuna wafadhali, na tuna imani kwamba kwa intake hii kwa walimu watakaoajiriwa, tunaona kwamba kama tukipata walimu angalau wawili katika zile combinations za science, kwa tuna imani kwamba inaweza ikawa imepunguza tatizo la walimu, hasa wale wa science. Kwa arts hatuna shida sana, wanatosha. Changamoto zingine labda za miundombinu tu ya shule. Mabweni yanahitaji ukarabati, lakini mabweni pamoja na bwalo la shule, hii tuna imani
serikali itafanya hilo, na hasa hii serikali ya Jamhuri ya awamu ya 5 ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Tuna imani kwamba ataangalia sana katika mashule haya hasa ya serikali. Nadhani lazima atafanywa ukarabati. Tuna imani kwamba katika falsafa yake hapa kazi tuna imani kwamba makusanyo ya kodi yataongezeka. Kwa tuna imani kwamba fedha zitatumwa zaidi katika kuja kuboresha pia miundombinu ya shule. Nipende tu kuchukua nafasi ya pekee kumshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya Sengerema kwa kazi aliyoifanya kupitia fedha ambazo alizipata, na kwa vyanzo vingine vya fedha vya halmashauri ameweza kukarabati jengo la library, maktaba ya kujisomea wanafunzi, lakini pia jengo la maabara na bweni moja. Tuna mabweni yapatao 6. Kwa hiyo moja lilifanywa ukarabati ambalo sasa liko katika hali nzuri kidogo. Picha yake nadhani ipo hapo, tumeandika pale. Sasa hizo ndizo changamoto. Bado pia tatizo la maji lipo, lakini najaribu kuongea na tulikuwa tunasikia kuna mradi wa maji, lakini ndivyo unavyoenda. Tuna imani kwamba baada ya kuongea na manager mamlaka ya maji Sengerema, sema kwamba ifikapo mwezi wa 7 tatizo la maji halitakuwepo tena, kwa maana ya kwamba wameshajiandaa kuhakikisha kwamba tatizo hilo linaisha. Kwa hiyo tuna imani, na tayari matenki yameshajengwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuna imani kwamba linaweza likaisha baadaye. Kwa hiyo tutegemee, na ndio tegemeo letu, kwamba kama tutapata maji ya kutosha, ukawa na ukarabati wa miundombinu ya shule kwa mabweni pamoja na madarasa, lakini pia tukapata walimu, inaweza ikawa nzuri. Kingine labda ni vyumba vya madarasa, hasa kwa upande wa maabara. Ukilinganisha na idadi ya watoto tulionao, wanakuwa wengi, kwa kiasi kwamba ukiwa accommodate kwenye maabara moja, ina maana itabidi watenge kwa makundi tofauti, kwa makundi yasiyopungua 8 mpaka 10. Kiasi kwamba kwa mwalimu huyo unajikuta kwamba anatumia karibia siku nzima yuko maabara tangu asubuhi, na nikiwa na maana kwamba hiyo siku nzima sasa na chakula kimkute kule, sio yeye kwenda kutafuta. Kwa hiyo tuna imani kwamba ni kesi kama tukaongezewa majengo hata 3 ya maabara, na imani kwamba inaweza ni shule ya sayansi. Kwa hiyo tuna imani kwamba wataalamu wengi wanatoka hapa, na wengi walishatoka tayari, na kama serikali itajipanga ikaiweka kama center ya science katika shule za Tanzania, nadhani inaweza ikawa kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo ushauri labda kwa vijana pamoja na walezi. Kwa hiyo sisi hapa tunatumia njia nyingi za kuwashauri watoto na mbinu za kuhakikisha kwamba wanajisomea, na mbinu za kuhakikisha kwamba wao wanajisomea vizuri. Kwa hiyo tuna imani, lakini pia tunawashirikisha wazazi. Nao naweza nikasema tu kwamba wazazi wachukue nafasi ya kuhakikisha kwamba wanafuatilia maendeleo ya watoto wao wapo mashuleni. Ni jambo la msingi. Asilimia kubwa ya wazazi wa Kitanzania ambao wanapokuwa na watoto wao wanaenda shule, hasa wanapofaulu kwenda kidato cha 5, anamwamini sana kwamba mtoto huyu tayari anaweza akajitegemea, lakini bado mtoto ni mtoto, anahitaji ushauri. Na ndio maana sisi tunapokuwa hapa tunasimamia nidhamu pamoja na ushauri. Na ndio maana nakuta kwamba walianza watoto wakiwa 461, lakini wengine waliingia kwenye utovu wa nidhamu. Ndio maana ilipelekea mahala fulani kafikia wengine kuwasimamisha. Lakini mwingine mtoto akiona tu labda anatoka shule za private, huyo naye inabidi umshauri sana, kwa sababu mazingira ya private na huko serikali yanakuwa tofauti kidogo. Yaani nadhani hasa kwa upande wa chakula. Lakini na imani kwamba
mbinu nyingi tunazitumia kwa kuwashauri watoto kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwa kushirikiana na walimu. Maana swala la ushauri ni la walimu wote na watumishi wote waliopo shuleni. Kwa hiyo tuna imani kwamba ushauri wetu tunaotoa kwa watoto utaleta mafanikio makubwa, lakini pia wazazi kama watashirikiana nasi, tuna imani kwamba tunaweza tukaenda vizuri na hatimaye tukajikuta tuna wataalamu wa kutosha ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. tutakuwa na nyimbo mbili. Tutakuwa na wimbo wa shule, lakini vile vile tutakuwa na wimbo wa taifa. Hapa tupo kitaifa, si ndio? Yes. Basi naomba wote tusimame.